Kwenye sehemu ambayo imepita nilikuwa nafundisha sababu kwa nini tunasherekea Krismasi. Na nikasema kwamba Krismasi ni wakati ambapo tunasherekea kuzaliwa kwa Yesu ndani yetu. Kama utasherekea Krismasi lakini Yesu Kristo hajazaliwa ndani yako, ujue kwamba haujajua kile unachokifanya. Maana Yesu anafaa azaliwe ndani ya moyo wako, na hiyo ndiyo maana sahihi ya Krismasi. Sasa nataka leo niunganishe topic nyingine hapo mbele, nikufundishe vitu fulani ambavyo vitakusaidia baada ya kuwa Yesu amezaliwa ndani yako. Maana kuna watu ambao nina imani ya kwamba hii Krismasi watampokea Yesu Kristo ndani yao, watafanyika kuwa viumbe vipya. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kuna watu ambao watampokea Yesu Kristo wakiwa na matarajio makubwa sana ya kwamba ukimpokea Yesu Kristo, hiyo ndio siku ambayo utaingia kwenye ndoa ambao ni ndoa nzuri. Kuna watu wako na matarajio ya kwamba wakimpokea Yesu Kristo ndio wakati ambapo watapata kazi nzuri, wataingiza hela kwenye mifuko yao. Lakini nataka nikufundishe jambo ambalo litakusaidia kwenye maisha yako. Usije ukakata tamaa kwenye maisha baada ya kuwa umempokea Yesu Kristo ndani yako. Mimi ni mwalimu wako Steven Nyota. Nimekuja hapa kwa sababu niko na neno la Mungu ambao litatoa msaada kwenye maisha yako. Twende kwenye safari. Baada ya kuwa Yesu amezaliwa, ule mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 30, unashangaa kwamba hakuna kazi ambayo Yesu alikuwa ameanza kuifanya kati ya zile kazi ambazo zilikuwa zimemleta hapa duniani. Huyu ni Yesu. Kwa hivyo ina maana kwamba Yesu anaweza akazaliwa ndani yako, lakini ukapitia kwenye kipindi cha ukimya, kipindi ambacho yale ambayo ulikuwa unatarajia yaanze kufanyika kwenye maisha yako, ile kazi ambayo ulikuwa unataka kuipata, ile ndio ulikuwa unataka kuingia ndani yake, ukashangaa kwamba hakuna kitu ambacho kinatokea, lakini umempokea Yesu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama vile Yesu amezaliwa, lakini amengojea mpaka miaka 30 ifike ndio wakati ameanza kutenda kazi. Kuna neno ambalo nasema ya kwamba Mungu amefanya kila jambo kuwa jema kwa wakati wake. Sasa, kwa nini inatokea kwamba unaweza ukampokea Yesu Kristo leo hii, lakini ukashangaa kwamba hata yale mambo ulikuwa unayafanya yote yanasimama, hakuna kitu kinachoenda? Ukashangaa kwamba ulikuwa na biashara, kile biashara inasimama, ile ndoa yako inaanza kuwa na shida. Kwa nini inatokea vitu kama hizo, ama inasimama kabisa? Inatokea vitu kama hizi kwa sababu baada ya kuwa umempokea Yesu Kristo ndani yako, Yesu Kristo huwa anakufanya kama chombo ili kufanya assignment ile ambayo ilikuleta hapa duniani. Na inakuanga ni lazima Yesu akupitishe kwenye maandalizi. Sasa hapa kwenye maandalizi, mara nyingi Yesu anaweza akakaa kimya, lakini yuko ndani yako. Amezaliwa ndani yako, lakini bado amekaa kimya ili akuandae ukue kitu kile ambacho, ama chombo kile ambacho kitatekeleza ile kazi ambayo ilikuleta hapa duniani. Nafundisha somo hili kwa sababu kuna watu ambao watampokea Yesu Kristo, lakini baada ya kuwa umempokea Yesu Kristo ukashangaa kwamba kuna maandalizi ambao utapitishwa ndani yake, na ambao wale maandalizi ndio atakuja kukufanya ukuje kufanya kile ambacho ulikuwa umekuja kufanya hapa duniani. Wengine muda wao wa maandalizi utakuwa mrefu, wengine muda wao wa maandalizi utakuwa ni mfupi tu. Itategemea na mtu binafsi na ile kazi ambayo ilimleta hapa duniani. Wakati ukiwa mrefu wa maandalizi, inamaanisha kwamba kile ambacho utakuja kukifanya hapa duniani ni kikubwa na utakifanya kwa ufasaha mkubwa sana. Niwatie nguvu siku ya leo ya kwamba hata Yesu mwenyewe kabla hajaanza kufanya ile kazi ambayo alikuja kufanya hapa duniani alipitia kwenye maandalizi. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 2 mstari wa 21, hapa ndio tunampata Yesu baada ya kuwa amezaliwa mara ya kwanza.
anatajwa. Maandiko yanasema hata zilipotimia siku 8 za kutahiri, aliitwa jina lake Yesu, kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Kwa hivyo jambo la kwanza, mbingu ilihakikisha kwamba Yesu ametahiriwa ili kuunganishwa na covenant, kuunganishwa katika angano, kama vile ambavyo ilikuwa desturi ya Wayahudi. Ilikuwa ni maandalizi ya kwanza. Maandalizi ya pili ni kwamba walihakikisha kwamba wamempea jina. Jina iko na uwezo wa kusabaratisha hatima ya mtu kabisa. Ndio maana maandiko nasema ya kwamba aliitwa jina lake Yesu kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Kuna ile jina ambao mbingu wanakujua nayo, na hilo jina kama hautajisumbua kulijua na ukaitwa hilo jina, ujue kwamba ukiitwa jina lingine tofauti linaweza likasabaratisha hatima yako na likaharibu mfumo mzima wa utendakazi wako hapa duniani. Ndio maana utaona kwamba Yakobo, baada ya kuwa ameitwa ile jina ambao sio yake, akaitwa mwizi, akaitwa Yakobo, alipitia kwenye changamoto kubwa sana. Kwa hivyo jina ni maandalizi mojawapo ambao mzazi anafaa kuangalia kwa makini, atafute ni jina gani ambao mbingu inamuita huyu mtoto. Maana huyu mzazi ako na Roho Mtakatifu ndani yake. Unafaa umuulize Roho Mtakatifu, ni jina gani ambao nimuite huyu mtoto ili akuje kutekeleza kile ambacho alikuja kukitekeleza hapa duniani. Maana usipofanya hivyo, ina maana kwamba mizimu itampea mtoto jina na ataishi kulingana maroho za mizimu ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia cha tatu ni kwamba mbingu ilihakikisha kwamba Yesu amepata hekima ya kutosha kabla hajaingia kwenye utendakazi. Kwenye kile kitabu cha Luka mlango wa 2 mstari wa 52. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu akakuwa katika hekima, katika kimo, akipendeza wanadamu, akiwapendeza watu na akimpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima ni ya maana sana. Maana hekima inakusaidia ufanye nini? Inakusaidia kufanya maamuzi ya ufanye nini ili upate kufanikiwa. Kwa hivyo walihakikisha kwamba Yesu amepata hekima sahihi kabla hajaingia kwenye utendakazi. Inawezekana Yesu amezaliwa ndani yako, lakini bado hakuna kitu kinachotokea ndani yako. Ujue kwamba uko kwenye kipindi cha maandalizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia Yesu kuna kitu kingine ambacho aliingizwa kwenye maandalizi yake. Kwenye kile kitabu cha Luka mlango wa 2, maandiko yanasema ya kwamba kama ilivyokuwa desturi, wakampeleka Yesu hekaluni. Baada ya kuwa wamempeleka hekaluni, kumbe Yesu amebakia na wazee, lakini akabakia na wazee pale hekaluni. Kumbe nao wazazi wao wakaenda wakidhania kwamba wako katikati ya watu ambao walikuwa wanarudi nao wakati ulipofika wa kurudi, lakini Yesu alikuwa amebakia hekaluni. Walipokuja wakamtafuta wakampata hekaluni, Yesu anasema ya kwamba amjui kwamba inanipasa kuwa katika nyumba ya Baba yangu. Ina maana kwamba Yesu alipitishwa, alienda kule hekaluni ili ajue position yake, ajue nafasi yake ndio gani. Akiwa mtoto mdogo alikuwa anajua nafasi yake ni gani, kwamba anafaa kukaa hekaluni, lakini wazazi wake hawakuwa wanajua. Ukisoma kwenye ule mstari, maandiko nasema ya kwamba wazazi wake, baada ya kuwa Yesu anasema ya kwamba inanipasa kukaa hekaluni, wazazi wake hawakuelewa kile ambacho Yesu alikisema, lakini yeye mwenyewe alikuwa anajua nafasi yake. Lazima ujue position yako ni gani, ni wapi ufanyie biashara, ni wapi ambapo ufanyie hicho ambacho unataka kukifanyia ili ufanikiwe. Lakini pia maandalizi mengine Yesu aliandaliwa kwenye tabia. Kwenye kile kitabu cha Luka mlango wa 2 pale utasoma kwamba kile kitabu cha Luka utaona kwamba Yesu alikuwa na watii wazazi wake. Kile kitabu cha Luka mlango wa 2 51. Kwa hivyo ina maana kwamba aliandaliwa kwenye tabia.
Tabia isipoandaliwa ujue kwamba itakufanya